Moscow imetangaza mpango wa kupanua ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kwa mataifa ya Afrika, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuimarisha mahusiano ya kimkakati na bara hilo. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, siku ya Jumatatu, ambapo alieleza kuwa Urusi inalenga kushirikiana kwa kina na nchi za Afrika, hususan katika masuala ya kiuchumi, uwekezaji, ulinzi na usalama. Tunalenga kuendeleza kwa mapana ushirikiano wetu wa nchi za Afrika, tukizingatia zaidi maeneo ya uchumi na uwekezaji. Ushirikiano huu pia utahusisha nyanja nyeti kama ulinzi na usalama, alisema Peskov. Kwa mujibu wa shirika la habari la RIA Novosti, katika miaka ya hivi karibuni, Urusi imejidhihirisha kama mshirika mbadala kwa mataifa ya Afrika, ikichukua nafasi ambayo zamani ilikuwa ikishikiliwa na nchi za Magharibi. Mataifa kama Mali, Niger, Burkina Faso na Jamhuri ya Afrika ya Kati yamekata uhusiano wa kijeshi na Ufaransa, yakieleza kuwa Urusi ni mshirika wa kuaminika zaidi anayeheshimu mamlaka yao ya kitaifa. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, alisisitiza kuwa msimamo huo mwezi uliopita katika hafla ya siku ya Afrika mjini Moscow, akisema kuwa Urusi itaendelea kuwa mshirika wa kweli wa Afrika katika kupambana na athari za ukoloni mamboleo. Zaidi ya usalama, Urusi inapanga kufungua balozi mpya katika Komoro, Niger, Sierra Leone na Sudan Kusini. Pia ubalozi mdogo mkuu utaanzishwa Sharm el-Sheikh, Misri. Biashara kati ya Urusi na Afrika ilifikia zaidi ya dola bilioni 27.7 kwa mwaka 2023, huku wanafunzi zaidi ya 32 wa Kiafrika wakisoma Urusi, jambo linaloonyesha ukuaji wa ushirikiano wa kielimu na kiuchumi kati ya pande hizo mbili. Ripoti ya Media Wire Express, Joseph Isangura.